Soyez bienvenus tout le monde, vous avez écouté la télévision Bukavu TV, je m'appelle Nelson. Aujourd'hui c'est le 8 mars en 2026, 7h du matin, dimanche, je viens vous donner l'information toujours. Vous êtes où jusqu'au là, vous pouvez partager, il faut partager le YouTube, il faut partager votre ami, car votre ami il y a quelque part, il faut donner l'information de Bukavu TV. Na kwa kweli ndani ya media Bukavu ni sisi wenyewe tulikuwa kuwapasha ndani habari mara kwa mara, muda wetu wa saa moja asubuhi. Leo Sunday ama leo ni siku ya kuwapasha habari, muda wetu wa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na ukiwa pamoja na mimi endelea kupasha habari zinazotokea katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndawaleta kuwapasha habari inaendelea kupatikana ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na mbele tunaambia marafiki zangu ama ndugu zangu kutokea eneo tofauti ama mashabiki zetu endelea kuwa pamoja na sisi kutufuatilia mchana kama usiku kila mara ndani ya vipindi vyetu ndani ya Bukavu TV. Na kama unavyonisikiliza endelea kufanya subscribe, like, comment na uweke comment yako nieleze uko sehemu gani unatufuatilia kutokea eneo gani. Na kwa sasa mashabiki zangu naomba tuende pamoja kwa moja. Na kwa kweli ujumbe inaendelea kuwafikia mara kwa moja. Na nitakuja kuwapeleka ndani ama nikuja kuwafungulia kurasa zangu mara kwa moja ndani ya uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nitakuja kuwaleta katika ndani. Leo ilikuwa tarehe 16 mwezi tarehe 6 tafadhali kidogo. Ilikuwa ni tarehe 6 tafadhali mpaka tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Ilikuwa ni muji katika teritwari ya Masisi. Nitawapeleka katika teritwari ya Masisi. Nitakuja kuwapeleka mpaka tena ndani ya uwanja wa mapambano katika eneo ya Fizi na kuwaelekeza sehemu ya Sud Kivu na uko katika nchi ya katika eneo ya Nord Kivu. Na katika sehemu ya ndani ya uwanja wa mapambano tutakuja kufungua kurasa zetu mara kwa moja katika eneo tayari inaitwa Mushaki. Tuwa kwenye uwanja wa Mushaki katika kijiji cha Mushaki na katika eneo inayopoitwa Katoi. Tayari nitakuja kuwaletea habari, ilikuwa katika tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Atua mchana wa asubuhi tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2026 katika kijiji cha Katoi ndani ya teritwari ya Masisi na ukielekea sehemu ya degroupement ama tuseme katika eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Nord Kivu hapo Katoi. Kwa sasa eneo ya ndani ya kijiji cha Mushaki tangu tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2026 kumekuwa mashambulizi ya drone 2 za kamikazi zilishambulia katika eneo ya Mushaki tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Na kwa sasa watu wengi wamejiuliza mengi sana kwa sababu gani hii drone ilishambulia katika eneo hili. Ilikuwa ni tarehe 7 atua wanajeshi wa hasi M23 walikuwa katika na renyo ama walikuwa na mkutano katika kambi lao katika eneo na biro zao katika eneo ya hapo eneo ya hapa ilikuwa eneo ya hapo Mushaki, ilikuwa kiongozwa na generali anaitwa Kacheri wa hasi M23 na kwa sasa walikuwa katika kambi hili la hapa Mushaki. Na kwa sasa drone ilitoka katika eneo, ilikuwa imefika katika eneo ya hapa Katoi ikielekea katika Mushaki. Kwa sasa ilifika hapo ikaripua eneo ya Mushaki muda wa saa 7 wa asubuhi. Ilikuwa ni muda wa saa 3 asubuhi mapema zaidi, kwa sababu wanajeshi wa hasi M23 walikuwa wakipanga vita ama walikuwa wakipanga mkutano kuje watakuja kushambulia eneo yote wanajeshi wa FRDC watakuwa ama kambi za FRDC mahali iko. Lakini taarifa tuko nayo katika kambi hili lilikuwa tayari wa viongozi hao walikuwa wamesha kuondoka katika eneo hili ya Mushaki na kwa sasa watu walikuwa wameshapata taarifa tayari kama drone ya FRDC imefika katika kijiji cha Katoi. Kumbuka Katoi iko katika eneo ya Mushaki. Na kwa sasa wanajeshi wa hasi M23 walipita wanaondoka katika eneo hili, kulikuwa kumebaki wale wanalinda eneo ya kambi hili, lakini nao walikuwa katika mbali na kambi kwa sababu walikuwa wanajua tayari Mushaki tayari imekuwa inakuja kuripuliwa. Hatua drone ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaitwa kama kamikazi tayari lilikuja kushambulia eneo ya Mushaki likakuta hamuna watu yoyote, hata
Sasa ukiangalia katika makaratasi vyao, tuseme plan de la guerre, vilikuwa vimesha kutolewa, hakuna kitu kilikuwa kimebaki katika kambi hili, na tayari wanajeshi wa FARDC ama viongozi vya FARDC vimoja kwao ama wale walikuwa kisimamia mapigano hapo, alikuja kutangaza kama tayari viongozi wawili ilikuwa hamo Sultani Makenge ama kiongozi anavyoitwa Kacheri wanaweza kuwa wameuawa katika kambi hili. Lakini taarifa langu mimi nilijua hili habari muda wa asubuhi, lakini nikasema ngoja nijue ukweli ni kutoka wapi, kwa sababu sio vizuri kutangaza habari kwa sasa na sio ya ukweli. Habari niko nayo tayari, wanajeshi hawa walikuwa wamesha kuondoka kama General Kacheri alikuwa katika kumbuka kama tangu tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2026 tangu katika kambi ilikuwa katika eneo ya Wilingoma, alikuwa kiripuliwa katika eneo hili, na huyo General Kacheri naye alikuwa katika eneo hili, na kwa sasa hakufaulu kukufa, na kwa sasa watu walikuwa wanajua amekufa kwa sasa. Lakini taarifa tuko nayo kwa zaidi kwa leo, never kwa sasa General huyu Kacheri bado hangali hai, hajafariki. Hata watu walikuwa wametangaza habari hizo, wote wameendelea kuvuta, kwa sababu habari za uongo sio mzuri, kwa sababu inaleta wasiwasi ndani ya population ama ndani ya wakaaji ama ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kwa sasa taarifa tunakuja kuwaletea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuwapasha habari inaendelea kupitikana katika eneo tofauti ndani ya Manyema na sehemu inaitwa Kisangani na Walikale. Habari tuko nayo tayari, wanajeshi wa M23 wameonekana katika eneo tofauti ndani ya eneo za Manyema na katika eneo ya Kisangani na katika eneo ya Walikale. Kumbuka Walikale ilikuwa imesha kushikwa na wanajeshi wa M23, lakini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilijitahidi kuwatoa katika eneo hili, lakini wamepatikana katika vijiji tofauti vya hapo Walikale. Kuna kijiji kinaitwa Minjenje na katika kijiji kinavyoitwa Mpeti, na katika eneo tayari ya huko katika eneo ya Kisangani wamepatikana vijiji tofauti katika Kisangani, na katika eneo ya Manyema wanajeshi wa waasi M23 wamepatikana katika eneo ya Lubuto, katika kijiji cha Lubuto ndani ya katika eneo hili. Na sasa wakaaji kwa wengi zaidi wanaenda kuwa na wasiwasi, kwa sababu kumbukeni hatari wanajeshi wa M23 wakisha kuzingatia eneo ya Manyema, wakizingatia eneo ya Kisangani mpaka eneo ya Walikale. Lakini tukiangalia vizuri tayari katika plani ya hao wanajeshi wa M23 tayari wamesha kuzingatia tayari eneo ya Lubuto. Tayari kiwanja cha ndege cha Lubuto kitakuwa tayari kisafiri, na kama tayari tukisikia katika habari hizi kisa wanaendelea kushtua, wamesha kuwa katika eneo tayari, kwa sababu wanaanza wakaaji wa huko Kisangani wanaendelea kuwa na woga zaidi, kusema tayari wanajeshi wa M23 wanaweza kuwa tayari wamesha kuingia katika vijiji vya Kisangani. Lakini ukweli hatujakuwa na habari ya ukamili ya kusema kama tayari wanajeshi wa M23 wameshaonekana katika eneo hili, lakini hili ni wasiwasi, kwa sababu wakaaji kutokea eneo ya Kisangani wanasema tayari ikienea muda wa usiku wanaendelea kuwa na wasiwasi, kwa sababu wanaendelea kuwa na msukosuko ya kuwa wanajeshi wa M23 wanaweza kuwa wamerejea katika vijiji ifatazo. Na katika habari letu sasa itakuwa imebaki katika kiwanja pekee cha Walikale sasa, lakini kumbuka nao Walikale imezingatiwa tayari na wanajeshi wa M23 katika eneo tofauti za Minjenje na katika eneo ya Mpeti, na nitakuja kuwapeleka katika mji wa Uvira ndani ya Sud Kivu kuwapasha habari inaendelea kupitikana katika eneo ya Sud Kivu. Hatua Makobola na sehemu inayoitwa Swima. Wanajeshi wa M23 wameendelea kuonekana katika eneo tofauti za huko vijiji vya Swima na Makobola mbili, na hili ni habari inaendelea kuwapashia ndani ya media Bukavu TV. Na waletea habari nyingine, wanajeshi wa Burundi wanaendelea kuonekana katika eneo ndani ya upande ya inaitwa Kundondo na sehemu nyingine inaitwa Baraka. Wanajeshi hawa wa Burundi wanaosaidiwa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaonekana katika vijiji vya Ndondo na sehemu za Baraka, wanaendelea kuonekana kwa kweli katika uwanja wa mapambano, kuzingatia pamoja na wanajeshi ya waasi M23.
na nitakuja kuwapeleka katika eneo inayoitwa Tingitingi. Tayari wanajeshi wa FARDC na wamezunguka katika eneo za Tingitingi kuendelea kuweka amani katika, kwa sababu wanajeshi wanakuwa na wasiwasi tayari kama wanajeshi wa M23 wanaendelea kupenya na kuingia katika milima hii, kwa sababu wameonekana kwamba tayari wameanza kuingiza mizigo za silaha kubwa kubwa katika eneo za kuelekea eneo tofauti za vijiji, na nitakuja kuwapelekeza katika eneo inaitwa inaitwa Ngumuza na sehemu inapoitwa Walikale na sehemu ya Manyema. Na kwa sasa katika Tingatinga, hili ni sehemu tayari zimezingatiwa na FARDC, lakini wanajeshi wa M23 wamepenya wakakuja kuchomokea pale wengine Tingatinga, wamekuja kuingia katika kijiji kinavyoitwa Ngumuza, na kumbuka Ngumuza iko katika eneo ya Ngumuza na Walikale na Manyema, hivi viko katikati ya mikono ya waasi M23 katika vijiji vinavyokumbatia hapo. Na ndani ya media Bukavu TV ukiwa pamoja na mimi, endelea kuwapasha habari inaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kuja kuwapasha habari lingine linavyotokea katika jana tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2023 katika eneo ya Goma hapo Nord Kivu, kwa sababu unajua Goma ni headquarter kubwa zaidi ya wanajeshi ya waasi M23. Na kumeonekana tayari, taarifa inasema hivi, tayari wanajeshi M23 wanaendelea kuingia kila nyumba yoyote kuendelea kufanya msako ili kuendelea kuchunguza kama kuna silaha zilibaki ndani ya nyumba, kwa sababu ndani hapo kunaendelea kuonekana wezi wanaendelea kuingia ndani ya Jamhuri ya ndani wakiiba watu katika mji wa Goma. Na kwa sasa wamepata wanajeshi 3 wamejitokeza wakienda kuiba, lakini wameshikwa. Mpaka sasa wanajeshi wa M23 wamekuja na teknolojia ya tuseme nini, scan. Wameleta skani ya kwenda na skani kila mahali popote kuna silaha itabidi ionekane. Sasa kwa sasa wakahaji wote wako katika nyumba, wale wanajua walificha silaha wanaanza kuzitoa mara kwa moja, kwa sababu wanajua skani kijua tayari uko na silaha na hujazipeana, mambo yako kwisha. Hii ni media Bukavu ukiwa pamoja na mimi, endelea kuwapasha habari inaendelea katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kuja kuwaletea habari nyingine linavyotokea katika eneo ya Katanga. Kumeonekana vikundi tofauti ndani ya Katanga, tuseme vimekuja, kumeonekana kikundi inavyoitwa silaha inayoitwa groupe armé ya mpya de nouveau de Katanga pour libération du Congo. Sikiliza, groupe armé ya mpya, groupe armé du nouveau di Katanga pour de libération du Congo. Ni wanasema hawa wanajeshi walivyojitokeleza Katanga ni wanajeshi wale wanakuja kufanya kazi pamoja na Wakongomani, but ni wanajeshi nao wamejitoa kando. Kumbuka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kunaendelea kuwa machama nyingi sana ya wanajeshi wasiojulikana. Hili ni habari inaendelea kuwapasha ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na ndakuja kuwapeleka katika eneo ya Masisi. Kumepatikana tangu tarehe 6 wanajeshi 16 wanajeshi wa M23 wanaendelea kuingia kujisalimisha ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kwa sasa hii ni habari inaendelea kuwapasha ndani ya media Bukavu TV. Na kwa sasa eneo ya Katanga, Manyema na huko Uvira na kuelekea mji wa Goma, na tukiwapelekea katika kijiji tayari kwa sasa kiko eneo kinaitwa Masisi, eneo inaitwa Misisi. Leo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2026, Misisi kumeonekana tayari wa vijana karibu wa 6 walitolewa sehemu za siri, nao wamekosa sehemu za siri zao, lakini kwa sasa wameanza kushika wale watu wanatumia hizo madawa. Na katika taarifa tuko nayo wanasema kama tayari hawa ni wazungu wamekuja kuripua hizo vitu, kwa sababu kama hizi mali ama tuseme wakipoteza sehemu za siri hizi ni watajiri wako ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanatumia madini kwa kuchimba madini, wanaenda ni kama vile sacrifice wanatumia, kwa sababu waendelee kupata minere katika ndani ya eneo ya katika milima ya kuchimba madini. Na kwa sasa katika taarifa tuko nayo
Kwa sasa habari imeonekana tayari katika eneo ya huko kijiji cha hapo Misisi, kumeonekana wachungaji wanaombea watu na wanarudishwa hizo sexe kwa sasa. Ili ni taarifa kutokea ndani ya media leo tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2026. Ni habari zetu za asubuhi. Kwa sasa asubuhi hakuja kwa mlio yote masasi, lakini taarifa ikija ndakuja kuwapasha habari yetu ya mchana. Endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kufikie mara kwa moja. Nawapenda sana mashabiki zangu na Mungu endelee kuwabariki. I love you so much. Nawatakia mchana mwema, nawatakia weekend njema, nawatakia dimanche, bon dimanche tout le monde, vous avez écouté, vous avez partagé. En tout cas, je vous remercie. Bon dimanche. Soyez bienvenus. Nawashukuru sana to everyone. Thank you so much. Enjoy. Good happy Sunday. I love you.